Kwa majina anaitwa Wenceslaus Rwebangira Barongo, ni diwani wa kata ya Bumbire, halmashauri ya wilaya ya Muleba. Sitegemei kupata wadau kusema kwamba ongeze nauli, ikizingatiwa na mafuta yanayotumia sio mengi kivile, kwa sababu baada ya miaka miwili iliyopita tuliwapandisha nauli na mafuta yaliyoteremka hawajateremsha. Kwa hiyo nitegemea kwamba tubaki na bei hizo hizo ili wananchi wetu waweze kufanya nini? Kuendelea kusafiri. Pili, wao kuna sehemu fulani wakizingatia abiria 50, kuna sehemu fulani tu kama mabuti ya mabasi wanaweka vimzigo. Havina idadi, kila mmoja anajikadiria, havina tozo maalum, vinawasaidia. Kwani wananchi wengi wanasikia mafuta yamepanda, bei zimepanda, lakini hawajui ni kiwango gani kinatakiwa kupanda. Lakini naona sasa kimeshirikisha wamiliki wa vyombo vya usafiri, hawahitaji kupandisha bei tofauti na ule mtizamo wa serikali. Kwa hiyo serikali inaposema labda ni asilimia fulani, tunahitaji kushauriana na wao wasafirishaji na mwisho kupeana kiasi ambacho hakiwezi kuumiza wananchi. Sasa hivi gharama zimeongezeka kwa kiwango cha asilimia karibia 33. Gharama halisi za uendeshaji wa chombo tukifanya kukokotoa kinatupelekea kwenye ongezeko asilimia 15 mpaka 20 na kitu hapo. Kwa na sisi kama wadau tutazifuata hizo hatua kwa ajili ya maboresho ambayo tutaona mwisho wa siku yule mtumiaji wa vyombo vyetu asiweze kuumia na sisi taasisi iweze kuendelea mbele kuendeleza ukuza pato la taifa. Na sisi kama taasisi tunapenda kuhakikishia wananchi na wadau wa mchakato huu wa kurekebisha nauli ni shirikishi wa uwazi. Kama mnavyoona hapa tupo makundi mbalimbali ambayo wasafirishaji na wananchi na pia viongozi wa serikali pia wapo, na lengo ni ili kupata huduma zile bora, usalama, gharama zinazokubalika, na lengo si kuongeza mzigo kwa wananchi, bali kuhakikisha huduma za usafiri majini zinaendelea kuwa salama, endelevu, zenye ubora licha ya changamoto za mabadiliko ya mafuta. Ushirikishwaji huu unaimarisha uwazi, uwajibikaji na uaminifu kati ya serikali na wadau wanaotumia huduma za usafiri wa majini. Pamoja na changamoto za kiuchumi, hatupaswi kamwe kuacha kuweka kipaumbele katika usalama wa maisha ya abiria na vyombo vya usafiri. Ni wajibu wa kila mdau kuhakikisha kuwa viwango vya usalama vinafuatwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu.